Tuketi. Bwana asifiwe. Haleluya. Yes, tuko na ujumbe katika siku ya leo. Ninashukuru Bwana kwa sababu ni wakati mzuri na tunaenda kusikia neno la Bwana kutoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Kichwa cha ujumbe ni kumwona Mungu. Amen. Haleluya. Kichwa cha ujumbe ni kumwona nani? Kumwona Mungu. Kitabu cha Yohana kiliandikwa kabla mwaka wa 130 baada ya kufa kwake Yesu, lakini inatambulikana wazi kwamba hiyo script ilichukuliwa na ikahifadhiwa, ikaandikwa pale kuanzia 65 to 85 AD baada ya kufa kwake Yesu. So hiyo kuandikwa kwa hicho kitabu kiliandikwa kwa sababu ya watu baada ya kumjua Yesu, wengine wakawa wamerudi nyuma katika mafundisho ya uongo hayo mpaka saa hii yapo. Hayo mafundisho ya uongo yako hivi kwamba wakati Yesu alizaliwa kama mwanadamu wa kawaida na akaishi duniani, alafu wakati alienda kubatizwa na mtu ambaye aliitwa Yohana Mbatizaji, alibatizwa, alafu Roho Mtakatifu akatoka mbinguni kama ua ama njiwa, akaja akakaa katika bega lake, alafu hakuondoka hapo mpaka alipoondoka wakati Yesu alisulubiwa msalabani. Hayo ndio mafundisho yalikuwa ni ya uongo, yalikuwa yameenea. Lakini hiki kitabu cha Yohana kikawa kinaandika mambo ya kudhihirisha kwamba Yesu hakupokea tu Roho Mtakatifu wakati alibatizwa, alikuwa yuko na Roho Mtakatifu, maana yeye mwenyewe tayari ndiye Roho Mtakatifu. Maana Yesu ni Mungu, na Yesu akiwa ni Mungu, huyo Mungu ni Roho, nao wamwabudu imewapasa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Amen. Kwa hivyo kama Mungu ni Roho, Yesu alikuwa ni Mungu 100%. Ile tu ilikuwa ni ishara ya kutoka mbinguni ya kwamba Roho Mtakatifu atawajilia wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. So tunaangalia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza fungu la 18. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza fungu ni la 18. Inasema hivi: hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee. Nasikia sasa, Mungu mwana anaitanishwa na Mungu. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemwona. Amen. Mwana pekee ni nani? Yesu Kristo. Na Yesu Kristo akiwa alimuona Mungu, maandiko yanasema kwamba Mungu alijifunua kupitia kwa Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Alijifunua kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo, na kujifunua kwake ilikuwa ni kwa ajili ya ulimwengu ukaweze kupata msamaha wa dhambi, kwa sababu dunia ilikuwa imeharibika, dunia ilikuwa imechafuka. Lakini kupitia kwa kuzaliwa kwake Yesu, ambaye tukiangalia katika kitabu cha Mathayo mlango wa kwanza fungu la 21 kuendelea, ni kwamba bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamwita jina lake Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. So kufunuliwa kwa Yesu, alifunuliwa ili akawe Mungu kwetu, na yeye kufunuliwa kwake akiwa yeye ndiye alimuona Mungu ambaye ni Mungu peke yake, alifunuliwa kwetu ili tukaweze kupata ukombozi. Bwana asifiwe. Ukombozi huu watu waliutafuta kupitia kwa kuchinja kondoo.
kulingana na zile dhambi ambazo walizitenda. Walitafuta ukombozi kupitia kwa kuchinja ng'ombe, kisha kulikuwa ni kafara zinafanywa na masharti yake. Lakini hizi mbuzi tungelikuwa ni katika zile dhambi tunazozifanya, tungelikuwa tumetoa mbuzi ngapi? Hebu kumbuka, kutoka mwaka jana uanze mpaka umeisha juzi, ungelikuwa umetoa mbuzi ngapi ama ng'ombe ngapi ama kondoo ngapi? Nyingi. Hata mmoja ulitoa? Hukutoa. Na kama ni kununua, ungenunua na pesa, na hiyo pesa ungeleta kanisani, lakini Yesu akafanyika kuwa dhabihu moja, kafara moja tu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So mwaka huu wengi wetu najua tunataka kumwona Mungu, ama sivyo? Do we want to see God? Kama unataka kuona Mungu katika maisha yako, inua mkono. Amen. Ipigie makofi. We all want to see God in our lives, but there is a question. Maana hata juzi nilikuwa natafakari sana kuhusu watu wamekuwa wished, mtu akawish wenzake. Hata najua hapa most of you are wished happy new year. Amen. Ama mko wished? Hata leo asubuhi nimeambia Nyanyagerua happy new year. Yeah, happy new year. Sijui kama alijua maana yake. Ni Kizungu hicho, si Kiingereza. Umeenda hiyo Kizungu? Ukuelezewa hivyo. Lakini sasa hii umeelezewa happy new year. So utafauti ni kwamba kuishiwa, mtu akiwish happy new year and prosperous new year, anakutakia mwaka mpya wenye mafanikio. Lakini yale mafanikio hutayapata kama vile kiongozi wa ibada alivyosema ya kwamba Mungu anahitaji ufanye kitu ili na yeye aingilie afanye kitu. Sio kwa sababu Mungu anasema jisaidie ili nikusaidie. Hakuna mahali kwa maandiko yamesema hivyo. Lakini Mungu anataka aone mfano wa wewe kuhitaji usaidizi katika maisha yako. Usidhani kwamba utabarikiwa bila wewe kuomba hizo baraka. Usidhani ya kwamba hata ukiomba usipotii Mungu utazipata. So there are things you must align with them. You must be prayerful. You must do the will of God. You must talk to God. You must go to the house of God. You must do the willing of God. Bwana asifiwe. Lazima ufanye mapenzi ya nani? Ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Naomba mnisaidie mtoe hii show inaendelea. Lazima ujifunze kufanya mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Maana usipofanya mapenzi ya Mungu katika maisha yako, hutaweza kufanikiwa na utabaki ukisema ya kwamba nimekuwa kanisani mwaka mzima, nimekuwa kanisani miaka mingi, nimekuwa nikitafuta kuona Mungu lakini sijamuona huyo Mungu. Yesu mwenyewe alisema ya kwamba mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Sasa Mungu alipenda kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo ambaye alikuwa ni Mungu mwenyewe, ya kwamba tumpende yeye kupitia kwa kutii neno lake. Neno la Mungu huwezi kulitii na hutawahi litii neno la Mungu kama hautalisoma. Maana usipolisoma hutajua kile Mungu anachosema. Bwana asifiwe. Tunataka kweli kuona baraka. Tunataka kweli kuona mkono wa Bwana. Tunataka kweli kufanikiwa. But are we doing the will of God? Bwana asifiwe. Maandiko yanasemaje hapa? Yanasema kwamba hakuna mtu aliyefanya nini? Aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana peke yake aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Huyo Mungu alifunuliwa kwetu na Yesu mwenyewe. Ndio sababu Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba
mimi nimekuwa nanyi wakati wote huu mpaka leo, msinijue mpaka leo. Hamjamuona Bwana katika maisha yenu, hamjamuona Mungu katika maisha yenu. Bwana asifiwe. Yesu aliambiwaje? Tuonyeshe Baba, yatosha. Ukituonyesha Baba, tuonyeshe Mungu tu, inatosha. Yesu akauliza, nimekuwa nanyi muda wote, hamjaniona? Nimekuwa nanyi muda wote, hamjanitambua? Aliyenitambua mimi amemtambua Mungu. Bwana asifiwe. Aliyenitambua mimi amemtambua Baba. Kama utakubali kumtambua Kristo na uweza wake, wacha nikwambie, hata huyo Mungu hutamwona. Bwana asifiwe. Kama utakubali kumtafuta, kumjua Yesu na uweza wake, si kumjua Yesu tu, umjue na uweza wake pia umjue. Unajua unaweza sema namjua Yesu, lakini uweza wake hauko ndani yako. Uweza wake hautambui, kwa sababu haufanyi mapenzi yake. The will of God must be done. Sisi tunaomba kila siku, tupe mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu. Bwana asifiwe. Mapenzi yako yatimizwe wapi? Duniani kama juu mbinguni. Ndio, mapenzi ya Mungu kaomba yatimizwe, lakini yatatimizwaje tusipomjua? Maana tusipomjua tutaona ni shetani ametenda. Bwana asifiwe. Tusipojua kama mapenzi ya Mungu ni yapi, tusipomjua Yesu, wacheni niwaambie wapendwa, hatutajua kile Mungu atakachokitenda katika maisha yetu. Wakati fulani utaona Mungu anatenda jambo katika maisha yako, ukaona ni shetani anatenda, kwa sababu hujui Mungu, hujamwona Yesu, na kama humjui Yesu, humjui Mungu. Bwana asifiwe. Wakati fulani nilisikia Roho wa Mungu ananiongelesha. Anambia, mpigie rafiki yako, mwambie aongee na ndugu yake, amwambie kwamba gari yake itafanya ajali na itaua watu wote maisha. So mimi nikapiga hesabu, nikimwelezea huyu ndugu namna hiyo, amwambie ndugu yake, nitaeleweka mimi? Nauliza, nitaeleweka? Nikaenda nikapiga magoti. Nikamwambia Mungu, naona hili na hili na hili, na wewe ndio unalifumua, na unasema hutaruhusu jambo lolote litendeke kabla hujawafunulia watu wako ama watumishi wako mapenzi yako, ama yale yatakayotendeka lazima utaonyesha mtumishi wako. Na mimi umenionyesha haya kwamba ndio shetani amepanga kuyafanya, na kwa sababu atayafanya kwa mwenye hakujui, sasa mtaendaje kujieleza kwake? Bwana asifiwe. Mtaendaje kujieleza? Kama Elia mwenyewe aliambiwa, nitakukata si kichwa wa kukata shingo. Good. Ndio watu wakisema amekata kichwa ni ukako hivi, shingo ndio ukata. Elia alikwambia utakata shingo ama kichwa chako akitalala mahali pa. Alitoroka kaenda kabisa. So nataka ufanye mahesabu ya wewe kuongea na mtu ambaye hamjui Mungu, ukimwelezea jambo kama hili. Nikapiga magoti, nikaomba. Baadaye nikaona alama ya mkwaruzo kwa mbele. Juzi kwa mwaka jana nilienda nikaona hiyo gari imekwaruzwa mbele kwenye niliona mkwaruzo, lakini abiria walipona wote. Nikaiona tena, nilienda kabisa mpaka na hiyo gari ilinunua milioni 10, na mimi nilienda kuiombea kwa kujua mapenzi ya Mungu. Unaweza kuona mapenzi ya Mungu kaanza kuyakemea, na wacha nikwambie, Mungu hawezi kukuepushia usipomjua. Lazima umjue na ujue jinsi ya kuomba pia.
Kwani Eliya alipatwa na mtu akiwa ametumwa na mfalme. Mtu wa Mungu, naomba unielezee kwamba mfalme atashuka kwa kile kitanda ama atakufa? Akamwambia, kama mimi ni mtumishi wa Mungu na ili mtumwa ametumwa na askari na 50 wa wale askari, na ndiye akida, moto ukatoka ukateketeza wale askari, wakati mwingine ukateketeza. Akaja mwingine na heshima zote na taadhima zote, akaja akamuomba, naomba tafadhali. Akamwambia ndio, hata shuka kwa kile kitanda bali atakufa. Si kama tukisoma hapo mahali. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huwezi kumjua Yesu kabla hujatafuta kumjua. Unajua unaweza kupana na mtu ukamwona mtu lakini humjui. Wakamba tunasema mundu utasionge amwenda asikale. Mtu ambaye ajui mtu anaitanga huyo mtu jina ya baba yake. Ama sivyo? Si ndivyo? Kama ujui mtu, nasema yule ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa yule ni mtoto wa Gona. Yule ni mtoto wa Benja. Yule ni mtoto wa nani? Wa James. Yule ni mtoto wa nani? Hivyo hivyo. Tusipomjua Yesu, tutasema Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini kutafuta kumjua, tutafute maandiko yanasemaje kumhusu Yesu. Ukishatafuta kujua Yesu mwenyewe, utajua nguvu zake. Ukishajua nguvu zake, utaona Mungu akitenda katika maisha yako. Amen. Na ukiona Mungu anaanza kutenda maishani mwako, hiyo ndio sasa unakuwa umemwona nani? Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Yawezekana pengine kuna hekima ya kutafuta kumjua Mungu. Una hekima ya kutafuta kumjua Yesu vizuri. Ukiangalia katika kitabu cha James ama Yakobo chapter 1 verse 5 inasemaje? Inasema James ama Yakobo chapter 1 verse 5. Mlango wa kwanza fungu la 5 inasema, kama umepungukiwa na hekima, uombe kwa Mungu anayewapatia wote, wala yeye hana kigeugeu. Bwana asifiwe. Nani amepata kusomea? Nani amepata kusomea? Yohana 1:5. Yes. Nasema lakini si Yohana ni James. Yes, Yakobo 1:5. Yakobo 1:5, yes. Biblia inasema lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima. Na aombe dua kwa Mungu. Aombe dua. Dua uomba vipi? Tafuta dua inaomba vipi? Aombe dua kwa Mungu. Awapaye wote kwa ukarimu. Anayewapatia wote kwa ukarimu, naye wala hakemei naye atapewa. Wala hakemei naye atapewa. Imagine Mungu ukienda kuuliza ufahamu kwake, ukienda kuuliza hekima kwake, ukienda kuuliza ufahamu wa kujua jambo, Mungu anawapatia wote kwa ukarimu, wala yeye hakemei. Bwana asifiwe. Amen. Nani hapa ashakwenda kumuuliza mzazi, anamwambia mzazi, naomba unipatie kitu fulani, mzazi akwambia kwa sababu ulifanya hivi sikupi? Nani hapa ashawahi? Good. Kumbe mnajua hayo mambo. Sasa kama mnajua hayo mambo, wacheni waambie, Mungu ni tofauti na mzazi wako. Mungu anapatia wote kwa ukarimu, wala yeye hakemei. Amen. 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 Maana anasema aombe dua kwa Mungu. Je, unajua dua inaomba vipi? Kama hujui dua inaomba vipi, hautaweza kuomba hiyo dua. Hutaweza kupiga dua kwa Mungu. Lazima utafute kujua dua ni nini na dua lapigwa vipi, ili uweze kupiga hiyo dua ukamwombe Mungu hekima. Sometimes we deal with the difficult people on this earth. Inaweza kuwa mtoto wako ni kichwa ngumu, ama kichwa maji, ama kichwa uji.
Wacha niongee namna hiyo. Inaweza kuwa mume wako ni kichwa ngumu, inaweza kuwa mke wako ni kichwa ngumu, inaweza kuwa jirani yako ni kichwa ngumu, inaweza kuwa mwalimu wako pia ni kichwa ngumu. Sijasema mimi, wote msema. Bwana asifiwe. Piga dua. Fanya nini? Piga dua. Bwana asifiwe. Kwani mwanafunzi ni mmoja hapa. Ufanye nini? Piga dua. Kwa ajili ya nani? Nyinyi kwani mwasoma nyote? Si kila mtu anataja yule mwenye anaona amekuwa mgumu wake. Haya, usitaje, usikie ukapigwa hapa, sitaki maneno. Hadi fulani alikutaja kanisani. Utang'olewa meno ama uvunjwe mbavu ya kushoto. Ndio mbavu ya kushoto inatamani sana kushinda ya kulia. Bwana asifiwe. Amen. Ni mume wako, ni mke wako, ni mtoto wako, ni jirani, ni ndugu, ni nani? Omba dua kwa Mungu. Amen. Ili ukapate kujua vile utakapodili na hawa watu unaoishi na wao. Maana viumbe tuna shida. Wanadamu tuna matatizo. Mwingine anamwambia hivi, anakwambia vitu ambavyo si bado washangaa. Vimetoka wapi hivi? Umeona kitu vizuri, unajibiwa kwenye sivyo. Basi na inakuwa kesi sasa, wao watafikiwa maneno kwamba yale uliongea ni mabaya. Na hata huko viongea. Nani ashaongea kitu kabalisha? Unaona? Piga dua. Omba dua. Soma huo mstari tena. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu. Lakini mtu wa wapi? Wa kwenu. Mtu wa wapi? Wa kwenu. Haya, muulize watu wa kwetu hapa ni kina nani? Mimi sasa watu wa kwetu ni kina nani? Jamii ni nani? Ni nyinyi ambao mmeokoka. Watu wa kwetu ni nyinyi. Si wale mmezaliwa tumbo moja. Ni nyinyi. Ni wale naishi na wao. Ni wale wako karibu na mimi. Hawa ndio watu wa kwetu. Sasa mmoja wetu akiwa amepungukiwa na hekima, aombe dua kwa Mungu. Sasa hapa kuna watu hawajui dua ni nini na hawajawahi piga dua kutoka wazaliwe, maana hawajui maana yake. Hapa kuna watu hawajui sala ni nini. Sala zenyewe hawazijui na hawajaipiga hiyo sala since they were born up to now. Hawajawahi. Yeye anakuanga tuna kashida kidogo, akishikwa na mafua sema Mungu naomba unisaidie. Hiyo tu ndio anajua peke yake. Hiyo si dua. Hiyo si dua. Oh, Mungu umeniacha. Ulisikia Mungu anaacha watu? Ndizo hizo ambazo zilikuwa zahubiriwa. Ndio maana hiki kitabu kikaandikwa upya. Ili watu wajue kwamba Mungu ni Mungu. Bwana asifiwe. Na Mungu habadiliki, ila alikuja tu kwa mfano wa mwanadamu. Yohana 1:14 anasema. Yohana 1:14 anasemaje? Yohana 1:14 anasema, naye neno alifanyika mwili. Unasikia? Naye neno alikuwa ni Mungu, si ndio? Naye neno, and the word became flesh. John 1:14. Naye neno akafanyika mwili. Neno ambaye ni Mungu, Roho ambaye ni Mungu akafanyika mwili. Endelea. Akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee. Aliyeifanya nini? Atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Amen. Nasi tukauona utukufu wa mwana pekee. Aliyetoka wapi? Kwa Mungu. Aliyejaa neema na nini? Na kweli. Sasa hiyo neema na kweli, nataka tuielewe. Neema na kweli. Neema ni nini? Neema ni kupata kitu ambacho haukustahili kukipata. Kwa hivyo kumpata Kristo, umempata Mungu ambaye haukufaa kuwa na yeye. Bwana asifiwe. Kizungu anaita grace.
Neema inaitwa grace. Grace, what is grace? Grace is unmerited favor, something that you are not supposed to have. Yes. Yaani wewe imagine vile ulivyo tayari hivi. Mwangalie jirani yako. Mwambie wewe. Kumbe Mungu ako ndani yako. Sasa angalia. Wewe. Kweli vile tunakuangalia kweli tunaona Mungu sisi. Tunaona Mungu kweli ndani yako. Hatumuone na macho. Lakini Mungu alipata nafasi ya kukaa ndani yako. Sasa hiyo Mungu kupata nafasi kukaa ndani yako ndio neema ambayo wewe uliipokea. Yes. Amen. Nimesemaje? Nimesema wewe Mungu kupata nafasi ya kukaa ndani yako. Kwako wewe hiyo ni kibali ambacho au kustahili kuwa nacho. Ndio kinaitwa neema. Ukasikia alipata neema. Ndio maana Mariamu akaambiwa umepata neema kwa nani? Kwa Mungu. Pigia Yesu makofi. Umepata neema kwa nani? Kwa Mungu. Na wacha nikwambie mpendwa, ukipata neema izuie, usiachilie. Ukipata neema kutoka kwa Mungu, usiwachilie. Maana unaweza iachilia ikakosa kurudi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nani hapa ashashika mtoto wa chongo mwenye anaanza kuruka? Nani hapa ashawahi? Chongo tu, mnajua chongo hawa. Chongo hawa ndege. Yaani wanajifanya muelewi chongo na wengine kwa mshana sana. Nani hapa ashashika chongo? Mundege anaitwa chongo, yaani mnajifanya muelewi. Ati songo. Nasema chongo, anaitwa chongo ama songo? Kasongo. Mshamshika. Hebu naambieni mlimshika alafu alipokonyoka alikuwaje? Ulimuona tena? Ulipomfuata? Neema inakaa. Ikitoka imeenda ikienda. Bwana asifiwe. Kuna mtu ananiambia kwamba alienda kwa mganga akaitishwa moshi wa basi. Not moshi. Aliitishwa vumbi la basi likiwa lapiga kona gunia nzima. Apeleke kwa mganga. Sasa akapiga mahesabu atapata barabara gani ambao lina vumbi na basi lapita likipiga kona ile vumbi alichukua gunia nzima alipeleka. Akaona hapa haiwezekani, wacha nitafute mchungaji. Akaja kwako. Nikamwambia hilo vumbi la kujagunia ni Yesu. Amen. Beba wewe na Mungu. Amen. Mpelekea ukamhubiri nchi. Bwana asifiwe. Amen. Nimempata asiyetetemeka. Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Hawezi badilika. Rafiki mwaminifu. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana Mtakatifu hii verse 18. Kuna mahali hapa katika verse 16 nasemaje? John chapter 1 verse 16. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea nini? Neema juu ya neema. Hebu rudia. Tusome pamoja. Tusome pamoja verse 16 ni verse 16 verse 16. Tusome verse 16 pamoja. 1 2 3 go. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Tulipokea na neema juu ya neema. Imagine wewe umepata neema. Neema ni kibali chenye kustahili. Umepata Mungu. Haukustahili kupata Mungu, umepata. Tena umepata na neema na tena juu ya neema. Double portion. Amen.
Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tumepata nini? Double. Lakini maandiko yanasema tumepata neema. Juu ya nini? Ni juu ama ni ndani? Juu. Hebu someni vizuri hapo. Inasemaje verse 16? Kwa kuwa katika utimilifu, yani kule kutimilika kwa Mungu ndani yetu. Amen. Na kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote, si baadhi, si mchungaji, si wazee wa kanisa, si wamama, si wazee, si watoto, si vijana, sisi tumefanya nini? Hapana, si tumepata, tulipokea. Good. Ngoje, kuna kupata na kuna kupokea. Unajua kupokea ni kitu ambacho unakitwaa. Ni kitu ambacho unapokea, unakishika, umepokea, ni chako. Sijui kama tunaelewa. Kuna kupata na kuna kupokea. Kupata unaweza wekewa tu hapa, lakini kwamba tumempata ndiye huyu, lakini hujamshika, tumempata. Lakini kupokea ni ile unapokezwa. Unapokezwa. Ndio maana Mungu akasema shika sana ulicho nacho. Bwana asifiwe. Shika sana ulicho nacho. Kwa hiyo inasema kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na nini? Neema juu ya neema. Tulipokea na neema juu ya neema. Wapendwa, hii kitu ambacho mmepokea msiachilie mwaka huu. Nasema hii kitu msiachilie mwaka huu. Umepata neema na juu ya neema. Yes, umepata mara mbili. Hivi vitu mlikuwa mnavijua kweli? Hivi vitu mlikuwa mnavijua? Kumbe mlipokea na neema tena juu ya neema. Huyo si Mungu wa kweli? Nauliza, huyu si Mungu wa kweli? Verse 17 nasemaje? Kwa maana nini? Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Ilitolewa hivi. Musa akatupokeza Torati. Bali neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu. Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu. Wapendwa, msiachilie. Amen. Msiachilie hiyo kitu inaitwa neema. Amina. Msiachilie hiyo kitu inaitwa neema. Amen. Ndio maana Mugamba akaimba akasema kinduki cha Yesu kimoyo. Yaani hiki kitu cha Yesu ni kitamu sana. Yaani hiki kitu ambacho Yesu alileta kinaitwa neema, kinaitwa kweli. Ni kitamu. Na upale ukiachilia anasema shika sana. Bwana asifiwe. Mwangalie jirani yako, mwambie wila tototo. Shika vizuri. Tuangalie Luka 21. Nimalizia hapo. Luka 21:34. Nasemaje? Luka 21:34. Nasemaje? Basi jiangalieni mioyo yenu. Basi jiangalieni mioyo yenu. Isije ikalemewa na ulafi. Isije ikalemewa na ulafi. Na ulevi. Na ulevi. Na masumbufu ya maisha. Na masumbufu ya maisha. Siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasaki. Unasema sabi jema nini? Kurudia taratibu, maana nasikia sabi jema. Basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha. Siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasaki. Kama mtego unasaki. Kwa hiyo tuangalie sana, tusishikwe na ulevi na ulafi, yani na masumbufu ya dunia. Maana masumbufu ya dunia, wapendwa, yako kila siku, kila kuchao. Kuna masumbufu ya dunia yametushika, alafu tukifanya kazi, tukitoka tunakula sima mpaka hatuwezi hata kuinuka, hata kwenda ibada za katikati wingi hatuwezi. Yaani wewe ukiangaliwa tu umelewa tu usingizi. Umelewa tu usingizi.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya Kristo inakuja. Na inaweza kukujilia bila wewe mwenyewe kujua. Ndio maana kitabu cha Waebrania kinasema vumilieni. Vumilieni maana Kristo anakuja. Na unajua Kristo asipokuja unaanza kumfuata. Amusikizi hiyo. Story imechange. Nasema maandiko yanasema vumilieni. Maana masumbufu ya kila siku hayatakosa, wacha nikwambie. Hata ukitoka yale unaenda kukutana nayo ukitoka uyajui. Angalia kile leo mwambie, yale unaenda kukutana nayo wewe uyajui. Na ukiona haelewi Kiswahili mwambie Kikwenu. Mwambie kabisa, mwambie na Kikwenu. Yale unaenda kukutana nayo ukitoka hapa uyajui wewe wala uyafahamu. Si umwambie. Kwani mnaogopana? Noko mnazungumza. Hebu ongea kwa sauti mama, unamwambiaje? Unamwambiaje? Ongea kwa kile kilugo unamwambia cha kwenu. Ukimbola hana. Ukimbola hana. Maana kile kinakungojea ukijui. Sasa maandiko yanasema tusije tukatekwa na ulafi na ulevi na shida na matatizo ya kila siku, tukasahau siku ikaja ikatuchika, ikatuteka, ikatupata kama vile mwizi anapokuja, ukanaso bila kujua. Bwana asifiwe. Unaona wale watu wanalipanda vya boga huko, wao wanakaa hivi, wanakaa tu, wale watu ni wajanja ya mjui. Na unajua wengine mpapa, mnajua hayo maneno nataka kuongea, na wengine mlivifanya. Bwana asifiwe. Tena mmeokoka na mlifatikika. Wacha niviongee hapo vishe. Bwana mwaka waanza Jumapili ya kwanza. Wale mlikuwa mnauza vibandani, mnaangalia hivi. Sema mtu amanispande yule. Unatoka unajikanja, unajificha hapo kando. Ukijificha hapo kando, na hii maneno mnajua, msijifanye amjui na mkufanya. Ukienda hapo kando, anakuja kabisa mpaka hapo penye ulipo. Anakuuza na mwenye kile kibanda, Simoni hapo wapi? Unasema nimemwona akitoka akienda hivi. Akanambia nimwangalia atakuja. Kwa hivyo tusimame hapa kumngojea. Yaani cha kushangaza, mteja naye anatoka huko anakujua jina, anakuja na kuita kabisa, anakuambia wewe Kadenge, njoo uniuzie mboga hapa. Na wewe umepitia wapi? Hapo. Na askari wakajua anafanya nini? Anakuangalia. Tena askari anakuangalia ametembea na ule mwenye kupaza ushuru. Ndio maana kitabu cha Warumi mlango wa 8 hapo fungu la 8 kuendelea nasema mwenye ushuru apewe ushuru, mwenye hofu hofu, mwenye kodi kodi. Bwana asifiwe. Amen. Nauliza, hamjaiona kaambiwa wakija mkajificha? Mbona mnajifanya kama hamuelewi? Mshawahi kuficha? Mboni. Mshajificha. Tena mmeokoka. Na Yesu ni Bwana. Huu ndio mwaka. Tusipobadilisha hii hali, Kristo, hiyo neema ambayo iko ndani itaondoka. Nasema hiyo neema ambayo iko ndani itaondoka. Tena imagine umepewa kitu mara mbili. Imagine umeenda kwa sherehe, ukatiliwa pilau na nyama nyingi, alafu kaikawa na biriani tu. Sahani nyingine ukabeba pamoja. Sasa unashindwa, una njaa, lakini ukula hivi, uache hivi. Maana utakula zote, si ndio? Na uruhusiwi kubeba, ni ukule. Neema tu ya na ukiachilia kianguka utaokota kitu. Ukienda kuosha hizo nyama zitakuwa ule utamu. Kumbe mnajua. Sasa maandiko yanasema hivi. Verse 34. Basi jiangalieni mioyo yenu, isije ikalemewa na ulafi. Maana mioyo ulemewa. Kuna ulafi. Vile ulevi, not ulevi. Vile usingizi unalemea mtu, ulafi pia unaweza kulemea hivi. Ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuangalie, inawezekana ulevi ni aina tofauti, inawezekana ulafi ni aina tofauti, ila tujilinde nafsi zetu. Maandiko yamesemaje hapa katika verse 4? Inasema basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa. Sasa mioyo yetu inaweza lemewa na nini? Kuna mambo haya duniani ya kawaida yanaweza kuteka. Bwana asifiwe. Kama kuchukia mtu, si ni ulevi huo? Unafikiria mwenye anakunywa pombe ndiye mlevi peke yake? Nauliza, mnafikiria mwenye kuvuta bangi ndiye mlevi peke yake? Mnafikiria mwenye kuvuta sigara ndiye mwenye ulevi peke yake? Hata kuchukia mtu ni ulevi. Kuchukia mtu ni ulevi. Kuiba ni ulevi. Imagine unaiba tu shilingi 5 na unaona unaiba vizuri sana. Yaani kwa kipande unaona shilingi 5 ndio hii na unataka tomato. Kisha imeweka pale na ujui na alafu unaifanya hivi. Inakuja alafu unaweka mkono hapa, unaiangusha hapa kwa mkono hapa. Alafu unajifanya kana kwamba ulikuwa hata una habari. Ni kama umekuwa Mr. Bean. Umekuwa mtu mashuhuri sana, unangoja sasa wateja wakiondoka useme nipatie tomato hapa za shilingi 20. Kumbe ulikuwa na shilingi 15. Na wakati unanyosha hivi shilingi 20 ilikuwa ni 11 na 5 2. Ni ile umechukua hapo, unaondoa ile 5 ambayo ulichukua hapa kwanza lete. Utaibika. Ulevi. Ulafi. Tuangalie sana. Maana kitu kitatusonga. Tamaa za dunia zitatusonga. Matatizo yatatupata, lakini matatizo yakitupata badala tuombe, twende tukafanye yenye sio ili tuweze kusuluhisha haya matatizo. Hiyo ndio ulevi, hiyo ndio ulafi. Hizo masumbuko za kila siku tudili nazo kwa maombi, tudili nazo kwa kumtafuta Mungu. Bwana asifiwe. Maana tumepatiwa na neema juu ya nini? Kisha angalia wapendwa, hii kitu msichukulie ni mchezo. Angalia jirani yako, mwambie wacha mchezo. Wacha mchezo wewe. Mwambie wacha utani. Imagine umepewa na neema na juu ya nini? Umepewa nini? Na neema juu ya nini? Ya neema. Yaani umepewa Mungu, sikia, umepewa Mungu na ukapatiwa fursa ya kuongea na yeye. Umepatiwa na neema juu ya umepewa nani? Mungu, na ukapatiwa fursa ya kuongea. Wapendwa, hiyo si neema juu ya neema. Ni neema juu ya neema. Sasa unaambiwa kufanya nini? Ushike sana. Shika sana. Mwangalie jirani yako, mwambie shika sana. Shika sana. Shika sana. Na mwambie na kikweli kama unaona haelewi. So mwambie jirani yako kwata nesa. Mwambie nesa bina. Bwana asifiwe. Ushikilie kwa nguvu. Nani ashaikuwa na pesa kwa mkono alafu kukaja wawili ama watatu kanang'ana wakunjua ule mkono wachukue zile pesa? Nani ashawahi? Najua hapa mko. Na ukashindwa nguvu kapogona. Kwa hivyo hapa nina watu wana misuli. Hamjai kuona pesa kwa mkono? Hapa na majeshi hapa. Bwana asifiwe. Haya, mshana mtu akipokonywa. Basi hivyo hapo mtu pokonywa ndio vile unaweza pokonywa hiyo neema ukicheza. Mungu amani awabariki sana. Amen.